Ni nyamugurusi wa Canada yagira mu dukarya TV kubadenyanya. Taba no kutabanguka. Okutaba no kutabanguka. Okutaba no kutabanguka. Okutaba no kutabanguka. Okutaba kurigana mirembe kolibikwa. Bana tupo mtaa ambapo tumevamiwa, lakini pia na sisi tumevamia. Mara baada ya kuvamiwa na tuvamie sisi. Kwa hiyo tumevamiana. Tumevamiana. Mambo vipi? Salama hizi. Kama kawa. Karibu sana. Asante sana. Safi kabisa. Naam, mtazamaji, kama unavyoona ninaye msanii ambaye anafanya vyema katika nyanja mbalimbali, upande wa burudani lakini pia upande wa maigizo. Nadhani atakuja atujuze kuna ni zaidi, lakini kwa mfupi yeye anajulikana kama Mgurusi wa Kanazi. Mgurusi wa Kanazi, karibu sana bwana Zee. Asante sana. Nashukuru. Nimefurahi kukuona. Asante sana. Yes, kwa mtazamaji anayekuona anatamani kufahamu kidogo majina yako unaitwa nani, lakini pia ni mzaliwa wapi? Mimi kwa majina halisi naitwa Theonest. Jina mengine na yaficha ya ukoo. Lakini jina ambalo nalitumia ni Mgurusi wa Kanazi. Kwa upande wa sanaa. Ukituficha ya majina ya ukoo tunapata shida au watu sio wema rafiki ya Mungu utashobia. Okay. Watu sio wema. Hiyo hatari. Sawa, Mgurusi wa Kanazi sasa hivi ni nembo ya Kagera, lakini pia nembo ya taifa kwa ujumla. Hem, tupe kidogo kwa ufupi ulianzaje labda? Kwenye kwanza mimi tangi hapo nina kipaji. Lakini nilianza na uimbaji. Wengi hawalijui. Nilianza na uimbaji. Kwa maana kwamba comedy nilikuwa sioni kama inaweza kuwa na mvuto vile, kwa sababu mimi sana nimeanza niko mdogo 2008 2009. Kwa hiyo kipindi kile comedy ilikuwa haijapokelewa vizuri. Mimi nilichokifanya kitu kimoja. Nianza na muziki, ila baadaye nilifanya comedy tu kama kuanza ili nione watu wataipokeaje. Ila baadaye wakaja kuipokea kwa uzito mkubwa sana kuliko hata nyimbo. Kwa hiyo nikasema ngoja ni stiki kwenye comedy ili nione kama mambo yanaweza kwenda sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi comedy imeanza kuniletea watu wengi, comedy imeanza kunilipa kiujumla. Okay. Yeah. Sawa. Yeah. Na tulitamani kufahamu kidogo kwa ufupi, hiyo comedy yenyewe ulianza ukiwa shule au ukiwa wapi labda? Nilianza nikiwa shule. Nilianza nikitoka 2005. Niko primary. Kwa hiyo nilikuwa napelekwa kwenye mashindano ya kuigiza kwenye matamasha mbalimbali, mashindano ya shule mbalimbali. Kwa hiyo nilianza hivyo na sauti ya uzee ilianza toka niko mdogo. Unaigiza sauti ya uzee? Kwa hiyo nilivyokuwa nikakuwa yani nikazidi kuishikilia sanaa yangu nilionayo. Kwa hiyo napiga kote muziki. Kwa hiyo mpaka mimi nilianza nafanya muziki wa kawaida, ila sasa hivi nafanya comedy song. Na ni muziki ambao Tanzania hakuna wanaofanya. Niseme ni mimi mwenyewe najipa sifa kwamba mimi mwenyewe ndo nimeleta muziki wa comedy. Kwa hiyo tuseme ni comedy song. Yeah. Anyway, tulitamani kufahamu kidogo, kuna kitu ambacho ulifanya kikiwa ni cha kwanza kikakupeleka hadi ukajulikana kama Mgurusi wa Kanazi? Ndiyo. Na jina la Mgurusi wa Kanazi lilikujaje sasa? Mimi nilikuwa natumia jina la Mwana wa Kanazi. Nahisi kama unakumbuka, nilianza najiita Mwana wa Kanazi. Lakini sasa why uwe mwana wakati unaigiza ugurusi? Kwa hiyo nikawa nimebadilisha mwana nikaileta kwenye ugurusi. Sasa unazidi kuzeeka, unaendelea na hiyo kazi, unapiga content za uzee, alafu unajiita mwana. Unakutana na mtoto anakuita mwana, unasema kanini. Sasa bora ubadilishe gia angani mapema. Unajua ugurusi hauishi. Ndio. Sawa. Sasa ni tukio gani bado ulifanya la kwanza? Na maana kwamba ambalo lilitambulisha kwa Mgurusi wa Kanazi, kwa Mwana wa Kanazi kwa ufupi. Tukio la kwanza nakumbuka ilikuwa mwaka 2010. Na hilo nilifanya tu kuweka mtandaoni kama kujiliwaza mimi. Lakini hapo ndo ilikuwa njia ya kuanzia safari ya comedy. Sababu nilikuwa nimepanda wanaita miwese, nilienda kukata nani yale wanatoaga mafuta yale kimeshe. Ndio. Sasa wakati nakata nikapata idea. Sasa mfano watoto wana kawaida ya kwenda mikoani, wazazi wanawasomesha, mwisho wa siku wakisha toboa hawakumbuki wazazi. Anaanza kutumia hela kula bata, alafu mzazi anapata shida. Sasa nilipokuwa kule nikaomba wanishikie kamera. Sasa nikawa na rekodi baada bange bukanchiga umwageo manga ningakufera umbimeshe. Nikawa nimeiposti mtandaoni. Tangu hapo nikaanza yani watu wakaanza kunipenda sana, kunifuatilia. Wananipigia simu, Mgurusi posti. Mwisho wa siku nikasema hapa ndo penyewe sasa. Nikaanza kufanya content kama hizo. Okay. Na jina ndo lilianzia hapo la Mgurusi wa Kanazi. Ni muda vile umepita kweli? Muda. Kwa sababu nakumbuka
Hiyo content ilikuwa mwaka 2010 ndio ilianza kusambaa sana. 2010. Hapo vijana wa comedy hapa mkoani hawajaonekana. Sisi ndio tumewatengenezea njia. Ndio. Alafu mwisho wa siku wanakuja kutudharau. Inakuwa haipendezi yeah. Ikatoka hiyo. Ikatoka hiyo. Sasa tangu hapo nikawa natengeneza content natunza. Nilipoanza kuziachia ikawa mfululizo. Na ndio maana hata kwenye upande wa muziki nimepunguza kidogo. Napiga kwa mwaka mmoja napiga nyimbo 2 au wimbo mmoja natulia. Lakini nadiri na comedy. Yeah. Na comedy sasa hivi ndo habari ya mjini kwangu. Yeah.